Baada ya jeshi la polisi nchini Uganda kuibuka na kukanusha taarifa na madai kuhusiana na kumshikilia mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha NUP Robert Kyagulanyi, mapema hii ameibuka hadharani na kujitokeza na kuzungumza juu ya uvumi huo ambao ulienea zaidi kwenye vyombo vya habari duniani, ikieleza kwamba ametekwa na watu wasiojulikana, ikiwa pamoja na familia yake wako chini ya ulinzi. Kwa mujibu wa taarifa aliyotoa, Robert Kyagulanyi alisema kwamba hapo jana usiku ilikuwa ni ngumu sana nyumbani kwetu Magere. Wanajeshi na polisi walivamia nyumba yetu, walizima umeme na wakakatisha baadhi ya kamera zetu za CCTV. Kulikuwa na helikopta zikizunguka juu. Nataka kuthibitisha kuwa niliweza kutoroka. Kwa sasa niko sehemu, ingawa mke wangu na wanafamilia wengine wako chini ya vizuizi hapo nyumbani. Najua kuwa wahalifu hawa wananitafuta kila mahali na ninafanya yangu yote ili kujikinga, ili nibaki salama. Ninaelewa kuwa kumekuwa na wasiwasi mkubwa na uvumi kuhusu mahala nilipo. Tafadhali eleweni kuwa ni katika muktadha wa kuzimwa kwa internet nchi nzima kutokana na ghasia zilizotokea nyumbani kwetu usiku, na kwa kuwa hakuna mtu anaruhusiwa kuingia nyumbani. Majirani walifikiri walifanikiwa kututeka na wakaeneza habari. Narudia kukataa kabisa matokeo ya uongo yanayosomwa na Byabakama, mbali na kujaza kura kwa udanganyifu, uchukuzi wa uchaguzi na jeshi kukamatwa kwa viongozi wetu na maafisa wa vituo vya kupiga kura na makosa mengine ya uchaguzi. Matokeo hayo hayana msingi wote. Tunalaani mauaji ya raia wengi ambao hadi sasa wamejaribu kuandamana kwa amani dhidi ya uhalifu wa uchaguzi mchana. Watu wa Uganda wana haki ya kuandamana ili kutetea haki yao ya kitaifa ya kuchagua serikali wanayoitaka. Si aina hii ya uhalifu tunayoshuhudia nchini Uganda. Mbali na wizi wa wazi wa uchaguzi wa rais, wahalifu hao wametumia mbinu mbalimbali za udanganyifu ili kunyakua mapenzi ya watu katika maeneo mengi ya uchaguzi kote nchini.